Morris Abraham, nyota wa unyamani pale. Yes, mpaka sasa hivi hakuna mchezaji kivutio kwa mashabiki ambaye anamzidi Morris Abraham. Wataje kina Elie Mpanzu, kina nani na hiyo ndiyo ambayo imetengeneza gumzo kuelekea dirisha dogo la usajili la Januari 2027 kwa sababu mkataba wake ulikuwa unaenda kuisha. Nimekuletea story yote hapa ya Morris Abraham na ni kwa nini yuko Simba na si timu nyingine kwa sasa. Morris Abraham ni miongoni mwa wachezaji wachache sana wa Kitanzania ambao wamepata bahati ya kucheza soka barani Ulaya. 2021 Morris Abraham alijiunga na Spartak Subotica, ni timu ambayo inashiriki ligi kuu pale nchini Serbia, na alijiunga kwa mkataba wa miaka 5 kwa sababu ameitumikia 2023 wakawa amemtoa kwa mkopo kwenda RFK Novi Sad, nayo ni pale pale nchini Serbia, na ameitumikia mpaka kutoka 23 na 24, 25 akawa amejiunga Simba, na amejiunga Simba mahususi kwa sababu kiwango chake kilionekana kama hakiko sawasawa, kama kimeshuka, kimedrop. Kwa hiyo walihitaji klabu ambayo atacheza sana, na hapo ndipo ambapo Young Africa walimkosa Morris Abraham, kwa sababu pale Young Africa Morris asingefika anatengeneza umwamba ambao ameutengeneza mpaka sasa kwa muda mfupi ndani ya wekundu wa Msimbazi, kwa sababu mpaka sasa Simba hawana mchezaji ambaye unaweza kumsema ana mchango moja kwa moja kwenye mafanikio ya timu. Jean Charles Ahoua, yes, ana records nzuri za msimu uliopita, lakini hakuwa mchezaji ambaye anashawishi muendelezo wa hicho ambacho alikuwa anakifanya. Hivyo management yake bana chini ya Bwana Ali Samata wakaona ni bora wampeleke Simba ili kusudi apate nafasi nzuri ya kucheza. Na yes, alisaini mkataba wa miezi 6 ambao ulikuwa unaisha Disemba hii. Bahati nzuri kwa wanyama ni kwamba wamemuongeza mkataba wa miaka 2. Kwa hivyo atakusalia pale kwa miaka 2, na hakuna klabu yote Tanzania bara hata visiwani ambayo itakuwa na wepesi wa kumsaini Morris Abraham, isipokuwa madili ya kutoka nje ya kija, basi Simba watamwachia. Maana yake ni kwamba atasalia Simba mpaka hapa atakapobahatika kupata deal ya kwenda nje ya nchi.